Jiji la Mwanza, linalojulikana kama jiji la miamba, ni miongoni mwa miji inayokuwa kwa kasi nchini Tanzania. Ukuaji huu umeambatana na ongezeko la idadi ya watu, shughuli za kiuchumi na mahitaji makubwa ya huduma za maji safi na usafi wa mazingira. Lakini pamoja na maendeleo hayo, changamoto ya uondoshaji wa maji taka imeendelea kuwa tishio kwa afya za wananchi na mazingira, hususan Ziwa Victoria. Leo katika makala haya maalum tunaangazia namna Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mwanza MWAUWASA inavyopambana kuimarisha mifumo ya uondoshaji wa maji taka na jinsi maji taka yanavyogeuzwa kuwa rasilimali yenye faida kwa kilimo na maisha ya wananchi. Kwa miaka mingi, baadhi ya maeneo ya jiji la Mwanza yamekuwa yakikabiliwa na mifumo duni ya uondoshaji wa maji taka, vyoo vya shimo, mifumo isiyo rasmi ya maji taka, pamoja na kutiririsha maji machafu hovyo, na hivyo kuchangia uchafuzi wa mazingira na hatari kwa afya ya binadamu. Kabla ya mradi huu kufika hapa, hali ilikuwa ni mbaya sana. Kwa mfano, hata magonjwa ya kipindupindu kuna baadhi ya wananchi waliyapata. Kwa sababu gani? Kwa sababu uchimbaji wa vyoo, kwa sababu wako mlimani. Kwa hiyo vyoo haviendi kwa kina sana, vyoo vinakuwa ni vifupi. Alafu kipindi cha mvua kama hivi, basi baadhi ya wananchi walikuwa wakitapisha vile vyoo basi na kuteremka huku chini. Lakini kwa sasa, kwa baada ya kupata huu mradi, kwa kweli hali ni nzuri. Hali ni nzuri, pamoja kwamba kuna changamoto zipo kwa wananchi, lakini mara kwenye mikutano tunawaelimisha. Na nashukuru MWAUWASA huwa haipiti hata miezi mitatu labda tunafanya nao mikutano. Wahadhara wanakuja hapa na Lilian, tunafanya mikutano. Kipindi cha nyuma tulikuwa na kamati ile ya afya. Ilikuwa ikipindi kama kipindi cha mvua hivi, ilikuwa inapita kila nyumba kwa nyumba. Lakini kwa sasa labda tu tunapopata changamoto, labda nyumba moja au nyumba ya pili, ndio tunafika kwa ajili ya kutoa elimu ya usafi. Tulikuwa na changamoto ya uchafu, choo zinajaa, tunahangaika. Kwa sasa hivi hatuhangaiki wala choo hazichimbwi, tunaendelea nazo tu vizuri. Usafi ni kama kawaida na maji tuko vizuri, ambao tulikuwa na maji ya mipira hii kupanda, sasa hivi tumewekewa libomba lile likubwa, kwa hiyo tunaunganisha tu basi. Changamoto hatuna sasa hivi za uchafu, tuna usafi tu. Na kwa maeneo haya, kwa sababu ni mlimani, vyoo ni vifupi, haviwezi kuhimili miaka 36 kwa sababu ya kina ni kifupi. Na kwa hali hiyo, vyoo maeneo haya vilikuwa vikijaa mapema sana. Kinachofanyika kwa wananchi wa juu, tulikuwa tunapata shida sana tulioko chini, kwa sababu kikifika kipindi cha mvua ndio kipindi ambacho wananchi wa juu walikuwa wanafungulia vyoo. Hali inakuwa mbaya sana kiafya tulioko chini, kwa sababu mvua tukikatika, kinyesi kinaenea katika maeneo tofauti. Kwa hiyo magonjwa ya kuhara yalikuwa yanatusumbua. Nyumba zetu zilikuwa hazina thamani tena kwa wapangaji, kwa sababu hali ya uchafu ilikuwa ni kubwa sana. Baada ya ujenzi huu tumefaidika kiasi kikubwa sana, kwa sababu kwanza gharama za kuchimba choo hazipo tena, wewe ni kujenga tu. Lakini jambo la pili, ili habari ya magonjwa kuhara hakupo tena. Kwa hiyo hali imekuwa nzuri sana. Kikubwa ambacho tunakiona tena kwa wenzetu ambao hawakupata huu mradi, walikuwa wakilalamika. Sisi tuliopata nafasi hii tunaonekana kama vile tulipata upendeleo labda kwa viongozi, kwamba wametupendelea. Lakini vile vile tumepata hii habari ya maji. Zamani maji kabla ya mradi huu tulikuwa tunachukulia huku chini, lakini baada ya mradi huu, kwa sababu tuliomba ya kwamba tusogezewe maji, kwa sababu mradi huu unahitaji kuwa na maji karibu, tukaongezewa urahisi pia wa kuvuta maji, kwa sababu maji yametoka chini mpaka mlimani kule juu. Kwa hiyo mtu unachukua maji pale pale ulipo, bomba linapita au labda mita 5 kutoka ulipo yanakufikia. Kwa hiyo vitu viwili tumevipata, ule urahisi wa bomba lenyewe, lakini na kusogezewa namna ya kuvuta maji pia. Mradi huu ulikuwa ni mzuri, lakini sasa mlipousitisha wengine hawajapata, na yetu kwa tunaomba sana ili kusudi kama kuna uwezekano wa kuendelea kuleta uwepo, muendelee kuleta, kwa sababu ni mzuri, unatusaidia hata kufanya usafi wa mazingira. Athari zake hazikuishia hapo.
Magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu, homa ya matumbo na maambukizi ya ngozi yaliongezeka, huku ziwa Victoria likiwa katika hatari kubwa ya kuendelea kuchafuliwa. Ili kukabiliana na hali hiyo, MWAUWASA ilianza mpango mkakati wa kuimarisha mifumo ya maji taka, ikilenga ukusanyaji, usafirishaji na uchakataji salama wa maji taka kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Hapa tunasimamia na kutekeleza miradi mbalimbali ya maji na usafi wa mazingira. Sasa leo tunazungumzia zaidi kwenye masuala ya usafi wa mazingira. Na hii ni kwa sababu unapoongeza au unapoboresha huduma za maji, ni muhimu sana kwenda sambamba na uboreshaji wa huduma za usafi wa mazingira. Serikali imeona umuhimu wa kufanya hivyo, na kupitia wizara yetu ya maji na wadau wa maendeleo tumekuwa tukitekeleza miradi mbalimbali inayolenga katika kuboresha huduma za usafi wa mazingira katika maeneo mbalimbali. Hivi karibuni nadhani tulikuwa wote kwenye eneo la Butuja ambako tunatibu maji taka. Lile ni eneo ambako tunapokea maji taka kutoka maeneo mbalimbali yanakozalishwa na tunapoyakusanya. Mabwawa yale yana uwezo wa kutibu maji taka kiasi cha lita 7,400 kwa siku. Na maji taka ambayo tunakusanya kupitia miradi mbalimbali ambayo tayari imetekelezwa ni kiasi cha lita 4,400 mpaka 500 kwa siku. Kwa hiyo utaona kwamba bado tuna eneo la kuweza kuongeza mifumo ya ukusanyaji wa maji taka kutoka maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza. Mpaka sasa tuna maeneo kama 11 ambako tumetekeleza miradi ya mifumo rahisi ya uondoshaji wa maji taka. Katika jiji la Mwanza, kama mnavyoona, ni jiji ambalo limezungukwa na milima. Na katika vilima hivyo kuna makazi ya watu. Ili kuweza kutoa maji taka katika maeneo yale, ili tulazimu kutumia mifumo ambayo ni tofauti kidogo na mifumo ambayo inatumika kwenye miji mingine, ambako kina cha mabomba ya ukusanyaji maji taka kinakwenda mpaka mita 4 chini ya ardhi. Lakini kutokana na milima na miamba ambayo tunayo katika jiji letu, imebidi kutekeleza miradi ya uondoshaji maji taka kupitia mifumo rahisi, yani simplified sewer systems. Maeneo hayo 11 tayari yanahudumiwa na mifumo hiyo. Maeneo hayo ni pamoja na Kilimahewa A, Mabatini A, Igogo, Ibungiro, Isamilo, Igogo Sahara, Kabuhoro, Pasiansi, Kilimahewa B na C pamoja na Mabatini. Kwa tayari maeneo hayo tumeshaunganisha wananchi wapatao 2,387, lakini tunahudumia kwa ujumla idadi ya watu zaidi ya 13,800. Kiasi cha mabomba yenye urefu wa kilomita 42,685 yamelazwa ili kuweza kuhudumia wananchi hao. Katika miradi hii tumeweza kujenga vyoo katika mashule, na kama mnavyofahamu, serikali yetu kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan imeboresha sana shule za msingi na sekondari katika maeneo mengi hapa nchini. Hapa Mwanza pia ni wanufaika. Hasa katika kuchagiza ama kuongeza thamani ya miundombinu hiyo ya shule, tumeweza kujenga vyoo vipatavyo 91 katika mashule mbalimbali katika wilaya za Nyamagana na Ilemela. Katika maeneo hayo tumejenga vyoo kwa ajili ya watoto wa kike na wa kiume, lakini vile vile na walimu. Katika vyoo vile tumeweza kuweka maeneo maalum kwa ajili ya watoto wasichana, ili wanapokuwa katika vipindi maalum vya mwezi waweze pia kupata huduma bora na wasiwe na wanalazimika kukaa nyumbani ama kuogopa kwenda shuleni kutokana na hali hiyo. Yani nazungumzia kipindi cha hedhi. Kwa namna hiyo vile tunaamini kabisa pia kwamba MWAUWASA inaweza kuchangia katika kuboresha huduma za usafi wa mazingira katika shule, lakini pia tumeweza kutoa elimu ya jinsi ya kuvitunza, na kwa namna hiyo tunaamini pia hata vijana wetu watakavyokuwa wataendeleza utaratibu huo wa kuthamini masuala ya usafi wa mazingira hata katika majumba yao kwa kujenga vyoo vilivyo bora na kuweza kulinda mazingira yetu.
Katika hatua nyingine pia MWAUWASA ilijenga mfumo maalum wa ukusanyaji na uchakataji wa maji taka katika gereza la Butimba, ambako sasa gereza hilo tunaweza sasa kukusanya maji taka vizuri. Tumeboresha pia vyoo na maeneo ya unawaji wa mikono. Tumejenga decentralized wastewater treatment facilities zipatazo 2, lakini maana yake ni kwamba sasa maji taka yote yaliyokuwa yanazalishwa katika gereza lile sasa yanakusanywa, yanachakatwa na baadaye kurejeshwa katika mazingira yakiwa katika hali inayokubalika kitaifa na kimataifa. Pamoja na hayo, vile vile kazi ya uhamasishaji wa masuala ya usafi wa mazingira ni endelevu, inaendelea. Lakini hivi karibuni mliona kwamba MWAUWASA imeweza kupokea fedha kutoka kwa wadau wa maendeleo na kupitia serikali yetu. Kupitia Lake Victoria Basin Commission LVBC tumeweza kupata fedha nyingine zipatazo kama milioni 22 kwa ajili ya upanuzi wa mifumo hii ya usafi wa mazingira. Hiyo itakuwa ni awamu ya 3. Lakini hivi karibuni tutatangaza kazi ya kuweza kujenga tena mifumo mingine ya uondoshaji maji taka katika maeneo yasiyo rasmi yanayozunguka jiji la Mwanza na maeneo yenye miinuko. Yote hii ni katika jitihada za serikali kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira ya jiji la Mwanza, lakini vile vile tunahakikisha kwamba tunatunza chanzo chetu muhimu cha maji, Ziwa Victoria, ambalo liko jirani ama liko ndani ya jiji la Mwanza. Bi Nelly Msuya anaeleza kuwa dhamira ya MWAUWASA sio tu kuondoa maji taka, bali kuyasimamia kwa njia endelevu, ikiwemo kuyachakata na kuyatumia tena kwa manufaa ya jamii. Unapochakata maji taka, ziko faida mbalimbali ambazo zinaweza zikapatikana, na mara nyingi imekuwa inaonekana kwamba maji taka ni moja ya maeneo sumbufu, lakini kwa upande wa Mwanza tumeanza kuona manufaa au kushirikisha jamii katika manufaa yatokanayo na uchakataji wa maji taka. Katika mifumo mbalimbali unaweza ukakusanya gesi asilia kwa ajili ya kupikia, lakini vile vile unaweza kupata maji kwa ajili ya umwagiliaji. Lakini taka tope linapochakatwa, ile mbolea inaweza ikatumika pia kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo, hususan kwenye mashamba ya miti, kutengeneza bustani za maua na majani, kupendezesha jiji, lakini vile vile na kilimo ambacho hakihusiani moja kwa moja na ulaji wa chakula kama vile pamba. Sasa hivi karibuni MWAUWASA kwa kushirikiana na bodi ya pamba ilifanya jaribio. Baada ya kutekeleza mradi wa kusafisha mabwawa yetu ya Butuja, tulipata mbolea ambayo tuliweka katika drying beds, yani maeneo ya kuyakaushia. Baada ya hapo tulilazimika sasa kuiondoa ile mbolea. Sasa lakini baada ya kuipima tuliona kwamba inakidhi viwango na ilikuwa haina aina yoyote ya vijidudu ambavyo vingeweza kuhatarisha usalama wa ardhi au udongo. Kwa hiyo tuliwasiliana na wenzetu wa pamba kama endapo wangeweza kutumia mbolea ile. Kwa hiyo mwaka juzi walifanya majaribio na tuliwapa mbolea ile na walitumia kwa baadhi ya mashamba hasa yaliyoko Misungwi, na ilionyesha kuleta matokeo mazuri. Mwaka jana walichukua mbolea kwa wingi zaidi kiasi cha tani 18,000 na waliwagawia wananchi mbalimbali, na ilionekana pia kuweza kuongeza zao la pamba kwa zaidi ya 100%. Mwaka huu pia wanao mpango wa kuchukua tena mbolea ambayo tutaitoa katika mabwawa yetu baada ya maji taka kuchakatwa, na hivyo kuweza kuchangia katika kuboresha kilimo cha pamba katika mkoa wetu wa Mwanza. Hiyo kwetu sisi tunaona ni fahari, na tunazitaka hata mamlaka nyingine zifanye majaribio kama hayo kwa wenzetu ambao labda wanapanda wana mashamba ya miti au wana bustani za katika majiji yao au miji yao. Basi hii ni moja ya zao linalotokana na uchakataji wa maji taka, na hivyo tuweze kuitumia vizuri zaidi, na mwisho wa siku tunaneemesha pia wengine ambao wako nje ya sekta ya maji. Bwawa la kutibu maji la Butuja ni kielelezo tosha cha uthubutu wa MWAUWASA katika uondoshaji maji taka yanayopitia hatua mbalimbali za uchujaji, na hivyo kutenganisha maji safi
gesi na tope. Kama ambavyo tunaongea ni kwamba haya mabwawa yetu yana hatua 3 za kuchuja maji taka. Hatua ya kwanza tunaita ni aerobic stage. Hii ndio hatua ya kwanza, kwamba maji taka yanapokelewa yakiwa yana tope nyingi, lakini pia yakiwa na ule hali ya kinyesi kabla hayajachujwa. Sasa hapa wanafanya kazi, kwa sababu mabwawa yetu yanafanya kazi kibiolojia, kwa maana wadudu hawa ambao wanakuja na kinyesi hiki ambao wanapatikana kwa haya mabwawa ya kwanza ndio wanatumika katika kuyachuja haya maji taka na kutekanisha kati ya tope, maji na hizo gesi ambazo zinakuwa kwenye maji taka. Na baada ya hapo mabwawa haya yanaenda kwenye hatua ya pili. Hatua ya pili tunaita facultative stage. Ndio maana mnaona haya mabwawa yalivyo ya hatua ya pili ni mabwawa makubwa, ambayo sasa maji taka yanachofanyika hapa yanazidi kuchujwa na kusafishwa zaidi. Pale mwanzo tulisema kwamba yanafanya kazi bila uwepo wa oksijeni, lakini hapa yanafanya kukiwa na oksijeni ndogo, kukiwa na carbon dioxide ndogo. Kwa hiyo wale wadudu ambao wametoka kwenye hatua ya kwanza kwa kiasi kikubwa, akifika hatua ya pili wanakuwa wamepunguzwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu katika kuweza kuhimili hali ya mazingira ya kutoka kwenye oksijeni kwenda kwenye hatua ambayo ni ya kati, yanakuwa ya wadudu wale wamepata changamoto, kwa hiyo wengi wanakufa katika hatua ile. Na bwawa haya yanakuwa makubwa na kunakuwa na mzunguko mkubwa sana wa maji. Unavyoyaona hapa, mabwawa haya maji yanakaa kwenye hii stage ya pili kwa zaidi ya wiki, kati ya wiki 2 mpaka wiki 3, tangu tone la kwanza kuingia mpaka tone la mwisho kutoka. Sasa hapo ndio ambapo yanachujwa kwa kiasi kikubwa na kurejea katika ubora ambao unakuwa unaridhisha kwa kiasi fulani. Lakini yakitoka hapo yanaingia hatua ya 3. Hatua ya 3 hii tunaita ni aerobic stage au tunaita ni maturation point. Hapa mabwawa ndio yanachuja maji sasa kuhakikisha kwamba yanaua wadudu wote na yanayasafisha maji. Na ndio maana hata ukiona kwenye mabwawa haya utaona kwa kiasi kikubwa hawa ndege wanapatikana kwenye stage ya pili na stage ya mwisho. Ni kwa sababu tayari haya maji taka yashachujwa kwa kiasi ambacho kinafikia kuwa katika hali ya kawaida bila kuwa na hivyo viashiria vya sumu vinavyokaa kwenye maji taka. Basi hapa hatua ya 3 hii yanachujwa vizuri, na yakitoka hapa yanakuwa yako tayari kupelekwa kwenye mazingira. Na kama mnavyojua mji wetu wa Mwanza, sisi mazingira yetu kwamba haya maji yakishachujwa yanarudi kwenye ziwa Victoria, na hii ndio inasababisha sasa kwamba tushachuja maji haya, yamekuwa kwenye kiwango kinachotakiwa, na yakiingia kwenye ziwa hayaathiri ziwa kwa namna yoyote ile. Na mkumbuke kwamba kwa kanda ya ziwa kiasi kikubwa cha chanzo kikuu cha maji ni ziwa Victoria. Kwa hiyo tumekuwa na tunafanya monitoring ya mara kwa mara, na pia tunakuwa na vyombo mbalimbali ambavyo vinatufanyia monitoring kuhakikisha haya maji yanatoka yakiwa yametiliwa vizuri. Hapa tuna mamlaka ambazo tuna wenzetu wa bodi ya bonde la ziwa Victoria huwa wanachukua sampuli na kupima. Pia tuna kamisheni ya ziwa ile ambayo ni Afrika Mashariki, na yenyewe pia inafanya monitoring ya hii ziwa. Zaidi ya hapo pia tunakuwa monitored na wizara, tunakuwa monitored na EWURA. Kwa hiyo sisi wenyewe tunajiridhisha na vipimo hivi kwamba maji yetu yanayotoka yanakuwa na ule ubora ambao hauwezi kuathiri mazingira, na hususan kuathiri ziwa letu ambalo ndio chanzo kikubwa cha maji kwa kanda ya ziwa. Tope hili ambalo awali lilionekana kama taka isiyo na maana, sasa limegeuka kuwa suluhisho muhimu kwa sekta ya kilimo, hasa kilimo cha pamba. Bodi ya Pamba Tanzania ni miongoni mwa taasisi zilizoona fursa katika mbolea inayotokana na tope la maji taka. Kupitia ushirikiano na MWAUWASA, mbolea hiyo imeanza kutumika mashambani. Sisi tumekuwa watumiaji wa mbolea hii ambayo tunaitoa MWAUWASA katika mashamba yetu ya wakulima ya pamba. Mbolea hii kimsingi inatokana na maji taka na vinyesi vya binadamu, lakini vilivyopitia mchakato wa kutengenezwa ili kuweza kutumika na kutokuwa na madhara kwa mtu anayesomba, lakini na kwenye mashamba. Hii ni samadi kama samadi zingine,
Tofauti tu ni kwamba chanzo chake ndicho hicho ambacho nimekieleza. Tumefanya kutumia mbolea hii sasa kama mwaka wa 3 hivi tangu 2024, msimu wa 23-24 tulifanya kwa majaribio katika baadhi ya wilaya Misungwi, Magu. 2025 tukaongeza, tukaenda Busega, tukaenda Maswa, Geita. Imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwenye ustawi wa mimea. Mwaka huu pia msimu wa 25-26 tumeitumia pia kwenye mashamba yetu huko Geita. Mbolea hii inavyo virutubisho vyote vya msingi ambavyo mmea unahitaji. Ina nitrogen ya kutosha kwa sababu inaufanya mmea uwe na ustawi vizuri, ina potassium na ina phosphorus, kiasi kwamba kwenye mashamba hayo mimea inastawi vyema sana na inatoa uzalishaji mzuri. Hatua hii imekuwa mfano wa kuigwa wa jinsi taka zinaweza kugeuzwa kuwa rasilimali muhimu kwa maendeleo ya taifa. Kwa wakulima wa pamba, mbolea hii imeleta matumaini mapya. Wenyewe wanakiri kuwa mpango huu umeongeza kipato na kuchochea ari ya kuendelea na kilimo cha pamba. Faida ambazo tumezipata kutumia mbolea hii ya MRUWASA, baada ya kuanza kuitumia tumeanza kunufaika sana, kwa sababu mwaka jana hili shamba niliwahi kuitumia kwa kiwango ambacho niliweka ni kama hekari moja, ambayo nilipigia tathmini yake ilinitolea kama kilo 500. Baada ya kulinganisha maeneo mengine yakawa chini sana kiwastani, maeneo mengine yalikuwa yanatoa kilo 200 kwa heka. Na baada ya kuiangalia hii mbolea nikaiona ni nzuri sana, inafaa sana kwa matumizi ya kilimo chetu cha pamba. Nikalishukuru sana kampuni ambalo lilijitahidi kwa ajili ya kutushirikisha na kutuletea hii mbolea. Ina mafanikio mazuri sana kwa ufupi, na ninaomba sana serikali iongeze kasi kwa ajili ya kutupa elimu kama hii, ili na wenzangu wajitahidi kwa ajili ya kutumia kama tunavyoiona pamba yangu hii. Na mwaka huu nimejitahidi kuliwekea shamba lote hili, kwa sababu baada ya kuiona mwaka jana niliweka nusu. Kwa kipindi hiki nimeiona ina mafanikio mazuri, nimejitahidi sana. Nimeweka kama tani 20 humu kwenye shamba langu hili, kama mnavyoliona linavyopendeza hivi, na linajitahidi sana kwa ajili ya kubeba vitumba, ijapokuwa tumekutana na changamoto kwa ajili ya hali ya hewa. Mvua ilikuwa inanyesha kidogo kidogo, lakini imejitahidi sana pamba hii na bado inaendelea kuzaa. Tukilinganisha kipindi cha nyuma, mbolea hii haikuwepo, lakini sasa baada ya kuja, ni kwa mawazo yangu mimi binafsi nasema kwamba mbolea hii imefanya vizuri, kwa sababu kipindi cha nyuma uzalishaji wa pamba ulikuwa chini sana kulingana na ardhi ilikuwa imechoka. Sasa MRUWASA baada ya kutuletea hii mbolea, pamba imeanza kugrow vizuri na kubeba vitumba vingi sana. Kwanza kabisa mbolea hii ilipoletwa na MRUWASA kwenye hii kata au kwenye wilaya, ni kwamba kulikuwepo na changamoto. Wakulima waliona kuwa ni takataka tu ambazo zimezolewa, sasa haziwezi kufanya kitu chochote, lakini kwa kupitia elimu ambayo tumeweza kuwapatia wakulima toka mwaka jana, baada ya kuanza kuitumia, baadhi walipoweza kuitumia, ni kwamba mabadiliko yaliweza kutokea kwenye mashamba yao. Zamani utakuta mkulima anapata kwa ekari moja anapata kilo 300, kilo 250, aliyekuwa amejitahidi kwa mwisho kilo 500, lakini baada ya kutumia unakuta mtu anakuja anapata kilo 800 mpaka kilo 900. Kwa upande wao, wananchi wa Mwanza wanaona mabadiliko chanya katika usafi wa mazingira. Tulikuwa tunapata shida kwenye wakati wa mvua. Kuna watu walikuwa wanafungulia vyoo vinashusha maji machafu na takataka baadhi, lakini kwa sasa changamoto hiyo imeisha. Kwa kweli tunawashukuru sana. Kwa hiyo kikubwa tulikuwa naomba wenzetu ambao hawakufikiwa wapate hii neema. Sisi tunaita neema kwa sababu tumepata urahisi wa huduma hii. MRUWASA inaeleza kuwa itaendelea kupanua mifumo ya maji taka na kuongeza uzalishaji wa mbolea, huku ikihamasisha wananchi kuunganisha makazi yao na mifumo rasmi ya maji taka. Tunapenda sana kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwani kwa kushirikiana na serikali pamoja na wadau wa maendeleo tumeweza kupata fedha za kuendelea kuitekeleza miradi hii ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya afya na uchumi wa wananchi wa Mwanza. Na kwa namna ya pekee tunapenda kumshukuru Waziri wa Maji Mheshimiwa Jumaa Hamidu Aweso kwa kuendelea kusisitiza katika ubunifu na utekelezaji wa miradi ya maji na usafi wa mazingira. Na hivi karibuni tuliweza kupata tuzo ya umahiri katika utoaji wa huduma za usafi wa mazingira na ubunifu.
Sisi kama Mwanza tunapenda kumshukuru sana kwa kutambua hilo, na inatupa hamasa ya kuendelea kutekeleza miradi mbalimbali, lakini na kushirikisha wananchi katika kuhakikisha kwamba miradi hii inakuwa endelevu. Na hapa naomba nitoe shukrani za pekee kwa wananchi, lakini na watumishi wenzangu ambao wamewezesha hii kuweza kufanikiwa. Kwa wananchi tunaomba sana waendelee kutunga mkono kwa kulipia huduma hizi za usafi wa mazingira. Huduma za usafi wa mazingira ni za gharama kubwa sana, na kile ambacho wanatakiwa wakitoe au wakichangie ni kidogo ikilinganishwa na thamani halisi ya huduma ile. Tunaomba tuunge mkono ili basi huduma hizi ziweze kuwa endelevu. Kutoka maji taka hadi mbolea, juhudi za MWAUWASA zinaonyesha kuwa kwa mipango mizuri, usimamizi bora na ushirikiano, changamoto zinaweza kubadilishwa kuwa fursa. Hii ni safari ya Mwanza kuelekea usafi wa mazingira, afya bora na maendeleo endelevu.